Kwa kazi hii muhimu mlioianzisha, mmeonyesha kutekeleza mafunzo ya maisha na matendo ya miujiza ya Yesu Kristo. Hamjaishia tu kuwaonesha huruma na kuwahudumia kiimani, bali kama Yesu Kristo alivyowasaidia na kujibu mahitaji ya waliokuwa wagonjwa, na nyinyi pia mmesimama kuwatetea na kuwawezesha wenye mahitaji maalum waishi maisha bora. Mmetukumbusha kuwa kuwalisha wenye njaa, kunywesha wenye kiu na kuwakarimu wageni, kuvika wasio na nguo na kutembelea wagonjwa ni jukumu letu sote. Sasa mbali ya haya niliyoyataja, lakini nilikuwa namsikiliza katibu mkuu wa dayosisi hii, ametaja mambo kadhaa ambayo kanisa hili linafanya katika sehemu mbalimbali chini kwetu Tanzania. Sasa ndugu zangu, huu ndio utumishi wa dini. Huu na kazi hii mnayoifanya inapeleka ujumbe kwa wale waliojionyesha kama watumishi wa dini, lakini kwa kweli ni watumishi wa ushetani au mambo mengine. Kwa hiyo huu ni ujumbe muhimu kwao. Utumishi wa dini ndio huu: kuwajali wenye mahitaji, kufanya mambo mbalimbali yanayowagusa jamii, kuisaidia jamii na kujenga jamii iliyo bora yenye maadili na elimu. Huu ndio utumishi wa dini. Hivyo napenda kuwashukuru na kuwapongeza kwa jitihada za uchangishaji ambazo tayari zimewawezesha kukusanya kiasi fulani cha pesa. Si haba, baba askofu. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.